Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu amemwekea pingamizi shahidi wa jamhuri kwa kutumia kizimba cha siri ndani ya mahakama kuu jijini Dar es Salaam. Lissu ameteta kwamba kizimba hicho kinamficha shahidi huyo kiasi cha kutoonekana hata na majaji wanaoendesha kesi hiyo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria. Hii leo ilikuwa ndio siku ya mwisho ya kikao cha kusikiliza shauri hilo la uhaini, hivyo tarehe nyingine ya kusikilizwa kwa kesi hiyo itapangwa na kutangazwa na mahakama. Lissu amerejeshwa kizuizini ambako amekuwa kwa siku 225 tangu aliposhtakiwa mapema mwezi Aprili mwaka huu. Igan Sala na taarifa zaidi. Mapema asubuhi, nje ya mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam, ulinzi umeimarishwa. Licha ya mvua na pilikapilika za jiji, hapa askari magereza wanamfikisha Lissu mahakamani kama mahakama hii ilivyoamuru. Ndani ya chumba cha mahakama, ndugu, jamaa, marafiki, viongozi wenzake wa chama na hata mabalozi wa mataifa mbalimbali tayari wamefika kufuatilia kitakachojiri. Baada ya maandalizi kwa muda mfupi, Tundu Lissu akisindikizwa na askari magereza anaingia mahakamani. Sekunde chache baadaye, sauti kali inasikika. Court. Hapa wote mahakamani wanasimama, majaji wanaingia na shauri linaanza kusikilizwa. Hii leo shahidi wa siri wa jamhuri alikuwa atoe ushahidi wake, lakini kabla ya kuanza kufanya hivyo, mshtakiwa aliweka pingamizi akitaka shahidi huyo kutumia kizimba cha wazi cha mahakama na sio sanduku maalum lililojengwa ndani ya mahakama likimficha shahidi huyo, si tu kwa waliohudhuria mahakamani hapo, bali hata kwa mshtakiwa na majaji. Baada ya kueleza kwa kirefu msingi wa mapingamizi yake, huku akinukuu vifungu vya sheria na rejea toka kwenye mashauri yaliyopita, mwisho Lissu aliitaka mahakama kukataa kufanywa mahakama ya giza, kwani kwa mwendo huo shahidi mmoja anaweza kutumika hata zaidi ya mara moja. Alipohitimisha, upande wa mashtaka ukapata nafasi. Wakili kiongozi wa serikali Nasoro Katuga akasema ni hoja zinazojibika kwa wepesi, lakini kwa kuwa mshtakiwa amewasilisha kwa kina, nao basi wanahitaji muda wa mjibu mshtakiwa wakinukuu vifungu vya sheria kama alivyofanya yeye. Hatimaye jopo la majaji watatu likaridhia ombi la jamhuri na shauri likaahirishwa. Nje ya mahakama, wakili mkuu wa Chadema akaueleza umma msingi wa kilichojiri mahakamani na nini kinachofuata. Lazima kiwe sawa, kinamwonyesha kama asionekane kwa upande wa watu ambao wako mahakamani, lakini aonekane kwa jaji na au hakimu ambaye anasikiza kesi. Sasa kizimba ambacho kimejengwa hapa mahakamani, hata majaji hawezi kumuona huyo shahidi. John Heche na viongozi wengine wa Chadema walikuwepo mahakamani pia. Maisha ya mtu kwetu sisi watu wa Chadema ni kitu kikubwa kuliko jambo lolote katika dunia hii. Kwa hiyo hili jambo la watu wetu waliouawa, Watanzania waliouawa, hata nani ajidanganye, halitafichwa chini ya uvungu, haitakubalika. Hata mawe yatazungumza. Kwa hiyo tunataka vyombo vya kimataifa vifanye uchunguzi wa nini kilichotokea, watu wangapi wameuawa, watu wangapi wamepotea mpaka sasa. Tarehe 15 mwezi wa 12, mwaka wa mahakama unafikia tamati. Je, Lissu atarejea lini mahakamani? Igan Sala, BBC, Dar es Salaam. Tusalie nchini Tanzania, lakini sasa tugeukie taarifa nyingine. Wabunge wa bunge la Tanzania leo wamemaliza rasmi viapo vyao, hatua inayowafanya kuwa wabunge kamili na kuhitimisha kipindi cha kuwa wateule. Zoezi hilo lilianza jana na kukamilika leo katika ukumbi wa bunge jijini Dodoma. Kukamilika kwa viapo hivyo sasa kunafungua ukurasa mwingine muhimu wa kumpata naibu spika kabla ya jina la waziri mkuu kuwasilishwa bungeni na kupigiwa kura. Kupatikana kwa waziri mkuu, spika na naibu spika kutamaanisha kukamilika kwa uongozi wa muhimili wa bunge, jambo litakalotoa nafasi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kulihutubia bunge na kueleza mwelekeo wa serikali yake mpya. Baadhi ya wadau hata hivyo wanadai kuwa bunge hili la 13 linaweza kukosa upinzani imara kutokana na idadi kubwa ya wabunge kutoka chama tawala CCM. Tumezungumza na baadhi ya wabunge walioapishwa
kuhusu matarajio yao. Kazi kubwa ya mbunge kuacha kutunga sheria, anaishauri serikali, anaisimamia itekeleze ilani ya uchaguzi. Hapo ndipo meno yalipo. Ukisimamia serikali ndipo meno yalipo. Sijui mmenielewa? Unaisimamia ifanye. Kwa hiyo tayari meno sisi wabunge wa CCM tunayo. Kwa sababu tunakwenda kuisimamia serikali. Mimi naomba wasihisi hivyo. Watatusikia, tutaisimamia serikali na serikali huwa haikasiriki ikisimamiwa. Kutoka kambi ya walio wachache tupo 11 tu, kwa maana ya wabunge 8 wa kuchaguliwa wa ACT Wazalendo na wabunge 3 kutoka chama cha umma, 1 wa kuchaguliwa na 2 wa viti maalum. Hii ni idadi ndogo zaidi katika historia ya mabunge ya vyama vingi tangu mabunge haya yarejeshwe tena mwaka 1995. Lakini tunaingia bungeni tukijiamini kwamba tukiongozwa kwa hoja, bunge letu linaweza kurejesha makali yake badala ya kuangalia itikadi za kisiasa zilizotuleta bungeni. Naam, ni kweli wananchi wana hofu hiyo kubwa, na ni wajibu wao kuwa na hofu, kwa sababu ukiangalia ukumbi wa bunge wakati wabunge wanaingia na hata wanaketi, sura nyingi utazikuta kwamba ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi, na sisi wapinzani ni wachache, lakini uchache wetu hautufanyi kwamba tuwe dhaifu kiasi ya kwamba tusitetee maslahi ya wananchi ambao kwamba wametutuma, lakini pia na kuiwajibisha serikali ambao kuwa ndio msingi mkubwa uliotuleta katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu ndio muhimili wa utendaji wa serikali. Sisi tunatamani kama wabunge, na mimi binafsi natamani tupate waziri mkuu ambaye atakisha utumishi wa umma unafanya kazi vizuri, ili wananchi wetu kule majimboni waweze kuhudumiwa vizuri. Waziri mkuu ambaye ataweza kushuka chini ndani ya serikali, kwenye halmashauri zetu, kwenye agency za serikali nyingi, kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanahudumiwa vizuri. Matamshi hayo ya bunge yanahitimisha taarifa yetu kuu usiku huu. Tukiukia taarifa nyingine sasa, Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza nia yake ya kuishtaki BBC kwa jinsi sehemu ya hotuba yake ya tarehe 6 Januari ilivyohaririwa na kupotosha maana halisia. Trump amesema kuwa kuishtaki BBC ni wajibu wake. Nafikiri inanibidi kufanya hivyo kwa sababu mbona isiwe hivyo? Wameulaghai umma na wameshaakiri hilo, na viongozi wao wa juu kabisa. Na hii ni kati ya washirika wetu wakubwa. Unajua, hawa wanafikiriwa kuwa washirika wetu wakubwa. Serikali inamiliki sehemu ya shirika hilo, nafikiri. Lakini ni tukio la kusitikisha sana. Wamebadilisha hotuba yangu ya Januari 6 ambayo ilikuwa hotuba nzuri, tulivu, lakini waliifanya ionekane kama yenye misimamo mikali, na kwa kweli waliibadilisha. Kila walichofanya ni cha ajabu kabisa. Niliona matokeo baadaye, jinsi walivyoiharibu. Ilikuwa ni danganyifu kwa hali ya juu. Kiongozi wao alijiuzulu na watu wengine wengi pia.